watu wanaweza kusema kwamba kwa nini Mheshimiwa Rais asiendelee jukumu la kutengeneza utaratibu? Mimi kama mimi semi ni mwanasiasa, lakini nasema kama mtaaluma na mtu anayeelewa namna kwenda kwenye mediation stages, bado ningeshauri Mheshimiwa Rais asiwe leading person, asiwe ndiye anayeendesha hii move, ila kuwepo na mfumo wa kitaasisi unaoendesha hii move ya maridhiano, na si Mheshimiwa Rais kuendesha maridhiano. Hili nataka niliweke vizuri sana. Sipingani na nia yake ya kuweka maridhiano kwenye, kwa sababu lazima nia itoke kwa mtu, nia ithibiti. Nia ameshaithibitisha. Sasa namna ya kwenda kwenye maridhiano isiwe tena inarudi tena upande wake tena, isirudi kwake tena. Mnakumbuka bunge la katiba lilikwama lile la kipindi kile, bunge wanasimu wa Warioba, kwa sababu za msingi. Moja wapo ni kwamba muundo tume ilikuwa iko huru, na tume ilikusanya taarifa zake, lakini ilipokuja, kama mnakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wakati ule ndio alianzisha ule mchakato, lakini pia ule mchakato ukafika mikononi mwake pia, yeye mwenyewe pia ukafika mikononi mwake, kwa sababu aliuanzisha yeye. Sasa tutoke huko, sasa tujifunze kwamba hili lilikufa kwa sababu hii ya approach hii. Tubadilishe approach sasa hivi. Mimi nadhani kwa pendekezo yangu ni vizuri hata vyama rafiki vya nje ya nchi vikashiriki. Hata vyama rafiki vikashiriki katika hili. Kwamba jamani, chama fulani, ANC mfano, chama fulani, hebu njooni hapa sasa, tuvialiki vianze kutusaidia. Lakini tukienda hivi kama tunavyokwenda, tunaweza tusifanikiwe vizuri sana na hatimaye tukafeli yale malengo. Sasa ili tusifeli, tusirudi kule tulikotoka, ni muhimu approach ule msingi ukawa ni muhimu sana. Hata tukichukua muda kwenye msingi hapa, lakini msingi ukawa ni mzuri, na hakika tutaweza kufanikiwa. Lakini pili, ni muhimu kuchukua maoni hata ya viongozi watendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama. Ni muhimu kuchukua. Yaani tume imeleta, tunashukuru, lakini ni muhimu kuchukua maoni ya watendaji katika vyombo vya ulinzi na usalama. Ni muhimu sana. Tusiwatenge pia na wao, kwa sababu tunawahitaji katika matukio kama ya kisiasa yanapotokea. Lakini sasa tuwashirikishe pia katika mchakato kama hii. Yaani hawawezi kuwa mbumbumbu kwamba hawajui cha kushauri nini tufanye. Ni muhimu tusiwatenge katika mchakato huu, washiriki na wao kutoa maoni yao. Vyombo vyote. Maana ukiangalia ripoti inazungumza hiki, lakini wale pia ni wahusika. Kwa hiyo ushauri wangu kwa Tanzania ni kwamba tuendelee kuwa na umoja na mshikamano, ni jambo muhimu sana. Lakini tuendelee pia kuwa na imani na viongozi wetu, lakini viongozi wetu pia watuoneshe imani hiyo. Imani tunayowapa pia na wao tuoneshe hiyo imani kwamba mmetuamini, sasa tunaweza kwenda kama mnavyotuamini ninyi wa Tanzania. Nashukuru sana.